Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Kipindi cha leo tutaangazia maendeleo ya kilimo cha zao la korosho katika wilaya ya Manyoni mkoani Singida na mikakati ya serikali kupitia taasisi zake za utafiti wa kilimo TARI, kituo cha Naliendele pamoja na bodi ya korosho Tanzania. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Mtazamaji, kilimo cha zao la korosho wilaya ya Manyoni mkoani Singida kilianza tangu mwaka 2018 ambapo yalianzishwa mashamba ya pamoja yani block farming yenye zaidi ya hekta 22,000 katika eneo la Masigati. Ni miaka 5 sasa tangu kuanzishwa kwa mashamba haya ambapo wakulima wa zao la korosho wameanza kupata mavuno kwenye mikorosho hiyo. Baada ya mafanikio makubwa ya kilimo cha zao la korosho kwa kuzingatia mbinu za kilimo bora chenye tija kutoka TARI, kituo cha Naliendele, mafanikio hayo yameifanya bodi ya korosho Tanzania kuhakikisha kuwa wilaya ya Manyoni inakuwa wilaya ya mfano kwa mikoa mipya ya uzalishaji wa zao la korosho nchini. Bodi ya korosho imeamua kujenga ofisi kwenye eneo la shamba kwa ajili ya maafisa kilimo, watafiti wa TARI na Naliendele pamoja na makazi ya watumishi. Hii ofisi ni kwa ajili ya mabwana shamba ambao wanasimamia hili shamba la block farm hii ya Masigati. Lakini pia tumewajengea pia nyumba ya kuishi kwa maana ya mameneja wawili watatoka kwenye nyumba ya 2-in-1. Lengo letu ni kwamba wale mabwana shamba ambao wanasimamia mashamba ya korosho wawe na ofisi, lakini pia waweze kuishi eneo la jirani ili kuweza kuhudumia wakulima vizuri zaidi. Kama Mheshimiwa Waziri amekuwa akisema, Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe, kwamba tungependa maafisa kilimo au wasimamizi wa mashamba wakae karibu na pale mashamba yalipo ili huduma za usimamizi na utoaji wa ushauri katika uboreshaji wa kilimo cha korosho uwe ni rahisi. Kwa sisi kama bodi ya korosho tumejenga hii miradi, hii ofisi pamoja na hii nyumba ya makazi katika ile eneo la TARI na Naliendele mahususi kwa ajili ya kurahisisha usimamizi wa mashamba haya ya Masigati ambalo ni shamba la mwanzo kabisa uanzishaji mashamba makubwa pamoja hapa nchini. Kwa ujenzi wa ofisi ndani ya shamba inafanya TARI na Naliendele kuhudumia wakulima wa korosho katika mashamba hayo kwa urahisi zaidi. Zamani ilikuwa ni shamba tu peke yake bila mtu ambaye anakaa hapa. Sasa kwa kuona changamoto za wakulima, sasa mpaka wamtafute afisa au mtaalamu kuweza kuelezea, kutoa majibu ambayo ni maswali yaulizwa au ambacho wakulima wafahamu. Ndio maana sasa bodi ya korosho iliamua kujenga jengo hapa kwa ajili ya wafanyakazi wanaofanya kazi kwenye shamba hili wakae hapa. Kwa hiyo hakuna sababu ya mkulima ahangaike kuuliza nani, nitaulizia wapi. Akiwa na shida wakati wote ule anaweza kaja hapa, atakuta wataalamu wapo, wanampa suluhisho, majibu ambayo au changamoto ambazo zinapata. Na niseme kwamba hatua hii imelenga makusudi kabisa kwa kile wakulima hawapate usumbufu wa kuelewa kile ambacho nataka kuelewa. Na hata kama kuna swala lingine, kwa wakati mwingine inaweza kutokea mkulima amepata kiuatilifu anacho lakini hajui atumieje, anaweza kaja na kachupa kale akaya hapa kwenye eneo hili hapa ofisini, na kwa sababu watumishi watakuwa na hapa hata akaonyesha kwamba hii kiuatilifu, akaelekeza kiuatilifu hiki ni kwa ajili labda ya kupambana na wadudu haribifu aina fulani au kwa ajili ya magonjwa aina fulani, atumie kiasi gani na arudie baada ya muda gani. Na hayo pia tumeona ni changamoto ambazo kwa maeneo hayo kwa Manyoni yamekuwa ni zao pengine geni, kuto kufahamu vizuri wakulima namna ya kutambua aina mbalimbali ya magonjwa au aina ya wadudu haribifu na namna sasa gani utatumika kuweza kudhibiti hao
Sasa tumesema badala ya kusema kwenda mafunzo ya mahali tukukusanyika kufundishana na kuelezana, basi mafunzo yawe hapa wakati wote msimu mzima. Na hiyo ni fursa sasa kwa wakulima, tunawakaribisha kuja hapa kutembelea, kuone kinachofanyika. Na bahati nzuri hili shamba limewekwa kimkakati kabisa kwamba karibu na yale mashamba pamoja. Kwa hiyo wakulima sasa, kwa sababu wakulima na karibu na hili shamba letu la mfano la mbegu, ni rahisi kabisa anaweza kutoka kwenye shamba lake tu akaja samani na kiwatilifu hiki hapa, sijui kinatumika kwa ajili, yani kinaweza kutumika kwa namna gani na kudhibiti nini, ataelekezwa. Kwa hiyo ni shamba ambalo kwa kweli litatoa matokeo mazuri sana kwa wanazunguka mashamba hili karibu na hizi inasema block farming ya mashamba pamoja, lakini pia hata wale wako mbali ni sehemu nzuri ya kujifunzia. Na swala la majengo hapa kama ofisi na nyumba kwa mtumishi, lengo letu ni kwamba hakuna sababu ya mkulima kuhangaika kumfuata mtu ofisini kule mjini, kule Manyoni mjini, badala yake anakuja hapa shambani. Elimu inayotolewa na TARI na Liendele juu ya kilimo bora cha korosho imewafanya wakulima kuhudumia mashamba yao kitaalam kama yanavyoonekana. Kama tunavyoona hapa tuko Masigati katika block farms ya zao la korosho, lakini tunaona namna gani shamba hili lilivyo zuri, shamba la mkulima Isa Rashidi. Kwa kifupi, amepalilia kwa wakati, lakini pia ametifulia kwa ajili ya kuruhusu maji. Mvua hizi kipindi hiki sasa hivi mwezi wa 4, mvua bado zinaendelea kunyesha. Kwa hiyo ana uhakika wa shamba lake kuwa na maji ya kutosha ambayo yataweza kwenda kwa mikorosho. Lakini pia tunaona hata upogoleaji, amepogolea vizuri. Ile tunaita single stem, imebaki mti mmoja umesimama. Na hii ndio tunaposema kilimo bora cha zao la korosho, tuna maana hii. Palizi zuri kwa wakati, upogoleaji ambao ni mzuri, na ukifanya hivyo sasa unatengeneza mazingira mazuri ambapo msimu unapofika wa korosho, basi unakuwa na uhakika wa kuzalisha korosho. Unazalisha korosho kwa maana ya kilimo kile chenye tija. Lakini pia huyu mkulima anaonekana ni kielelezo. Tunaweza tukasema ni kielelezo, tunaweza tukasema ni balozi, tunaweza tukasema ni mfano kwa wakulima wengine. Mashamba ya pamoja ya Masigati wilaya ya Manyoni mkoani Singida yamezalisha ajira kwa akina mama wa eneo hilo kwa kufanya kazi ya upogoleaji. Akina mama hao wamepata mafunzo maalum ya upogoleaji kutoka TARI na Liendele. Elimu hiyo ikiwemo ya upogoleaji wa mikorosho inatoa fursa kwa akina mama kuunda vikundi vya upogoleaji wa mikorosho na usafi wa mashamba, ambapo katika mashamba ya pamoja ya korosho ya Masigati kina mama hao wanafanya kazi ya upogoleaji. Tulianza kupogolea na mikasi, miti ikiwa mifupi sana. Baada ya hapo ilivyoendelea kukua miti, tukawa tumeletewa mikasi ni misumeno ambayo ni hapa. Tuliletewa hii lakini ikawa haimudu kwa sababu ni milaini. Tukawa tumebadilishiwa na Msigwa ambaye ni bwana shamba. Akatubadilishia, tukawa tumenunua misumeno hii ya mbao ambaye inaweza kukizi ile miti ambaye ni mikubwa. Kwa hiyo tukafundishwa jinsi ya kupogolea ile miti mikubwa, tukawa tumeelewa. Kama mlivyoona kazi yetu tulioifanya. Hii kazi ya kupogolea, tumeanza kupogolea mikorosho ilikuwa bado midogo sana. Tumeanza kupogolea na mikasi midogo midogo ambayo tulikuwa tunainunua mkasi mmoja 15,000. Tumepogolea hivyo, baadaye tena mikorosho alivyokuwa ndo tukanunuaga hii misumeno hii hapo tukaanza kupogolea. Lakini je, upogoleaji wa mikorosho una umuhimu gani katika kilimo cha korosho? Kwenye huduma za mikorosho shambani, mojawapo ni ile kupogolea matawi, kufanya pruning. Lakini nyingine inaweza ikalazimika mkorosho unapobidi
kukata na kuweza kuboresha kwa kupandikiza, kubebesha kitawi kingine kwenye machipukizi. Ni muda gani ambao mkulima anatakiwa uwe mkorosho au kate na kubebesha kitawi ambacho kinatoka kwenye mbegu bora? Unaweza kukuta shamba umepanda mikorosho aina mbalimbali kutegemea na mapato ya mikorosho ile moja hadi mwingine. Unaweza kukuta kuna mwingine uzai vizuri, au labda unashambuliwa na wadudu waharibifu, au unazaa korosho ambazo sio nzuri kwa sehemu uliyopanda. Sasa badala kusema huu mkorosho ung'oe, basi kutoka kule shambani kwako unaweza kuchukua mkorosho ambao unatoka wenye mbegu ambazo ni nzuri, ukaja kubebesha kwenye kichipukizi ambacho kimeota kwenye mkorosho ambao umekatwa. Kwa hiyo mkorosho huu hapa ulikuwa ni mkubwa, lakini kilichoonekana ni kwamba ulikuwa unatoka korosho ambazo ni ndogo ndogo, lakini pia ulikuwa na tatizo la kushambuliwa na baadhi ya magonjwa kama ubwiriunga. Kwa hiyo mkulima sasa, badala ya kusema ang'oe huu mkorosho apande upya, basi tulimshauri akate. Akishakata, machipukizi kama haya yatabebeshwa vikonyo vya mikorosho bora kutoka kwenye mbegu bora. Sasa hiyo ya kutoka kwenye mbegu bora haina maana kwamba lazima ende sana liendele. Kwenye shamba lake la mkulima kama lilivyo, inawezekana kuna mti ambao unazaa vizuri sana. Atachukua kitawi chake, kikonyo cha mkorosho ambao unazaa vizuri, anakuja kufanya grafting hapa, kubebesha kwenye hiki kichipukizi. Na hiyo inaweza kutokeza wakati mwingine, ni kama ilivyo hata wanyama. Kwa bahati mbaya inaweza kuzaliwa mnyama ambaye ana ulemavu fulani. Kwa hiyo hata kwenye mikorosho inawezekana katika mbegu 100 kuta labda 2 au 3 zina dosari. Ni dosari ambayo ni kwa bahati mbaya inatokea kitu cha aina hiyo. Sasa hiyo haina sababu mkulima kuwa na wasiwasi au anza na kung'oa. Badala yake ni kufanya njia hii ambayo tunashauri, tunasema kubebesha kwenye mikorosho ambayo ni mikubwa. Unafanyaje? Ni kwamba anakata, kisha kata ule mkorosho, asubiri ukichipua, ukipatikana tawi chipukizi ambalo ni refu la kutosha, na mara nyingi tunasema abebesha hii sehemu ya juu. Hivi chini atakuwa na viondoa. Kama hivi kwa na viondoa vyote, atabakisha ile ambayo matawi yale kwa pamoja. Hata hizi inabidi kuziondoa. Unaziondoa. Unaacha vile vichipukizi ambavyo viko karibu na hapa juu. Hasa hivi ndio sasa vitatumika kwa ajili ya kubebeshea vikonyo vilivyotokana kwenye mkorosho ambao unazaa vizuri na unavumilia magonjwa na una sifa zote ambazo zinafaa kwenye korosho. Kilimo cha zao la korosho wilaya ya Manyoni kimeanza kuleta faida, ambapo imefikia kilo 20 kwa mkorosho mmoja. Wao wameshafikia hatua ya uvunaji. Na uvunaji kwa mwaka huu kwa mikorosho hii yenye umri wa miaka 5, kila mtu sasa unatoa kwa wastani wa kilo 20. Sasa badala ya kuendelea tu mafunzo ya kilimo bora cha korosho, sasa hivi tunaanza kutoa mafunzo ya ubanguaji, uongezaji wa thamani. Tayari tumeshafanya kwa mwaka huu, tumeshafanya mafunzo mara 2. Tumetoa wakufunzi kutoka Mtwara wenye uzoefu mkubwa, wenye zaidi ya uzoefu wa miaka 20. Kama tulivyoona pale kwenye kiwanda kidogo cha vijana pale mjini, wameshapata mafunzo na ubanguaji unaendelea. Changamoto ilikuwa sasa hivi ni jinsi ya packaging, jinsi ya vifungashio. Vifungashio vya kisasa tumeshaagiza tayari, tumeshapata wazabuni wa kuwaletea vifungashio vya kisasa kabisa, na sio vifungashio tu, kufanya vacuum packing ili kuongeza uwezo wa korosho hizo banguliwa kwa muda mrefu zikisubiri mnunuzi. Mtazamaji, mafanikio hayo yanaanzisha safari ingine ya mafanikio ya kilimo cha zao la korosho katika wilaya ya Manyoni, ambapo safari ya ubanguaji wa korosho inaanza. Hapa ni katika kiwanda cha kubangua korosho cha Brotherhood kilichopo Manyoni mjini. Korosho zinazozalishwa wilayani hapa zinabanguliwa katika kiwanda hiki. Toka tumeanza kidogo tunapata mafanikio kwa sababu tumejaribu kwa ajili na watu wengine. Tuwepo vijana wenzetu,
tumeweza kuwapatia ajira kutokana na sisi kuweza kujiunga katika kile kikundi chetu. Japo kuna changamoto za hapa na pale, tunajaribu kuzitatua. Kama hivi mwenyekiti amesema atatuletea hizo mashine mbili, ni jambo la kushukuru sana kwamba tutaweza kwenda mbele zaidi. Ni kweli kwa wilaya yetu ya Manyoni tunasema ni kweli, kasi imekuwa ni kubwa, watu wengi wameamka, wanajaribu kutengeneza korosho vizuri, tunasifikia hapa pia. Na jambo jingine pia ni kwamba tunajitahidi vile vile kujaribu kugawa ajira kwa watu wengine. Toka mwezi wa 12 mpaka sasa hivi naona maendeleo yetu ni mazuri, ingawa changamoto ndio hivyo zinatuunguza korosho, zinatubabua, lakini maendeleo yetu ni mazuri. Nimekuja na muda mfupi katika eneo hili, lakini nimeona mafanikio katika kazi. Kazi ni nzuri, tunafanya kazi vizuri na inatusaidia kujikimu katika maisha. Bodi ya korosho nchini inalenga kuongeza ubanguaji wa korosho hapa nchini ili kuongeza tija ya kilimo pamoja na kuongeza ajira, ambapo sasa bodi inawaunga mkono ubanguaji wa korosho katika wilaya ya Manyoni. Kwanza swala la kuona baadhi ya watu kwenye maeneo haya ya Manyoni wameanza kubangua, sisi kwetu imetutia moyo sana, kwa sababu ni ajenda ya kitaifa kuhakikisha by 2025 2026 ubanguaji wa korosho angalau ufikie kwa 60%. Ingawa lengo kuu ni kuhakikisha korosho yote inayolimwa hapa nchini inabanguliwa hapa nchini ili kuongeza thamani ya zao. Kwa hiyo hawa walioanza vikundi vidogo vidogo, walioanza kujenga viwanda, sisi tunawapa support. Kwa mfano kile kikundi cha Brotherhood tumesema tutakwenda kuwapa mashine hizi za mkono kwa kuanzia angalau 2. Hii iwe motivation na kwa watu wengine ambao wangependa kubangua korosho zao. Sisi tuko tayari kuwapa msaada wa mashine, lakini kuwapa msaada wa kitaalamu pia. Hili ni ghala la kuhifadhia korosho. Baada ya wakulima kuanza kuzalisha korosho, bodi ya korosho nchini inajenga miundombinu ya kuhifadhia korosho ili kurahisisha biashara ya korosho. Mojawapo ya mikoa ambayo inafanya vizuri kwenye zao la korosho ni pamoja na mkoa wa Singida, hususan katika wilaya ya Manyoni, pamoja na mkoa wa Dodoma katika maeneo ya Kongwa, lakini na maeneo mengine kama vile Katavi na Morogoro. Kwa sisi kama bodi ya korosho kwenye mikoa mipya, mojawapo ya jukumu letu ni kwamba kunakuwa na miundombinu sahihi ya sisi kuweza kuwahudumia wakulima wa zao la korosho. Kwa mfano katika wilaya ya Manyoni, kutokana na jitihada kubwa zilizofanyika na mkoa wa Singida katika zao la korosho, ambapo kuna hekta zaidi ya 22 za zao la korosho block farm. Sisi kama bodi ya korosho tumeamua kujenga hii miundombinu kwa maana ya tuhakikishe kwamba kuna kuwepo ghala ambalo pia tuweza kuweka mitambo ya kubangua korosho, lakini pia tulikuwa tuna ofisi, tumekuwa na tawi la korosho katika mkoa wa Singida ya wilaya Manyoni, lakini tulikuwa tuna ofisi. Kwa hiyo tumeweza pia kujenga ofisi. Kwa hiyo mpango huu ni mpango wa bodi ya korosho kwa lengo la kuhakikisha kwamba kuna kuwapo miundombinu ya kutosheleza katika maeneo mapya ili tuweze kuhudumia vizuri zaidi wakulima katika maeneo haya ambayo ni mapya ambayo yanajihusisha na kilimo cha zao la korosho. Kilimo cha korosho katika wilaya ya Manyoni kimefikia hatua nzuri. Uzalishaji wa korosho umeanza, ubanguaji pia umeanza. Mikakati ya serikali ya kufanya wilaya hiyo kuwa ya mfano imeanza. Ujumla ninasema kwamba sio kwamba ni nadharia, ni kwamba korosho Manyoni zinastawi. Na wakulima wameanza kuitikia sana kulima kilimo cha korosho Manyoni, wali mkoa wa Singida. Lakini kitu cha kufurahisha pia ni kwamba sasa hivi wameshaanza kuongeza thamani. Yote ni mambo ambayo tunatilia mkazo kwamba ili
korosho mkulima apate faida kubwa. Baada ya kuuza korosho ghafi, wakulima wa Manyoni washaanza kufanya kazi ya kuongeza thamani korosho. Wanabangua kama wanafanya kule kusini, japo huku bado sio kwa kiasi kikubwa, lakini ile ni mwanzo mzuri, kwa sababu kile kidogo wanachopata wanaanza kuzoea kubangua, ambapo kwetu sisi nasema ni fahari kubwa, kwa sababu ya msingi kwamba ule mnyororo mzima wa thamani wameanza kushika, kuanzia kuvuna mpaka kuongeza thamani, wanafanya vizuri. Lakini lingine la kufurahisha pia, ile elimu ambayo sisi tunatoa kupitia maafisa ugani au mabwana shamba bishamba inafika kwa wakulima. Kwa mfano sasa hivi tumeona kuna vikundi vya wakulima, tena bahati nzuri nyingine ya kufurahisha zaidi, wanawake wana vikundi vyao vya kufanya kazi ya kupogolea mikorosho. Wana vyombo vyao kufanyia kazi vizuri kabisa, wana pruni, na wamesema wanafanya kazi, yani wanajiongezea kipato, kwa sababu wanaajiriwa, ni ajira. Wanasema kilimo ni ajira, kwamba kwenye mnyororo mzima wa thamani kila mtu kwa nafasi yake kuna kazi atakuwa anafanya. Kwa mfano kiwa na mama ambao wameanza kazi ya kufanya pruni kama kikundi, wao tayari semesha kuwa ni kazi, ni ajira yao. Wanafanya kazi kwenye mashamba ya watu ambao wanahitaji huduma kama hiyo. Na hiyo nisema kwamba ni swala ambalo ndio tunalohimiza. Shamba letu ambalo liko Manyoni hapa Msigati, lengo lake ni kutoa elimu kwa wakulima kupitia njia mbalimbali, kupitia kwa maafisa ugani. Maafisa ugani ambacho pale wanajifunza, wanaenda kuwafundisha wakulima. Kwa hiyo bwana shamba kazi yake pia ni kupata elimu ambayo inatolewa pale, aende kutoa kwa wakulima. Na wakulima wakipata elimu hiyo pia na wenyewe wanawapa wakulima wenzao. Lakini pia ni fursa kwa wao, kama nilivyosema, ni ajira tosha kabisa. Na kwa ujumla ni kwamba tunapenda sisi mnyororo wa thamani wote uweze kukamilika. Kuanzia kilimo bora kilimo bora, kuanzia kupanda hadi kuvuna hadi kutumia korosho. Kila mtu kwa nafasi yake ni ajira tosha kabisa. Ukiangalia kwenye shamba hili hapa limepaliliwa. Ni wazi kwamba hakupalilia mwenyewe mkulima peke yake. Kuna watu walifanya kazi hapo, ni ajira walifanya hapo kazi. Lakini hata walifanya pruning hiyo kazi ya kufukulia mikorosho, hakufanya yeye mwenyewe peke yake. Kuna watu ambao walifanya kazi hiyo kama wafanya kazi. Kwa hiyo yote inakuwa ni fursa ambayo ipo. Kwa msingio sasa mashamba haya kama haya ya Manyoni, haya ya Msigati, haya mashamba pamoja, ni fursa kubwa sana kwa watu mbalimbali, kila mtu kwa nafasi yake. Ni fursa. Itafika mahala huyu bwana atakapoanza kuvuna hapa korosho zake hapa kwenye shamba hili, atapaswa kupeleka ghalani au nyumbani. Hapa kuna mtu kusafirisha, itabidi awepo. Hata kama ni usafiri ni wa kwake, lakini bado ile ni nafasi ambayo ni sehemu fulani ya ajira kwa atakayeendesha. Hata kama kaendesha mwanafamilia, lakini bado ile ni kazi ambayo amefanya badala kukaa bila kazi. Kwa hiyo yote nasema kwa jumla kilimo ni biashara. Na kama kilimo ni biashara, lazima tuende sasa kwenye kilimo ambacho kweli kina misingi ya biashara. Ukilima kienyeji uweze kupata kuingia kwenye biashara, ni sawa na mtu anayefanya biashara nyingine. Akifanya kienyeji hataweza kupata faida ambayo iko sahihi. Lazima awe makini na biashara yake, na kama ilivyo kwenye kilimo, lazima mkulima awe makini na shamba lake kuanzia mwanzo, kuanzia kupanda, huduma zingine, palizi, pogolea matawi, dhibiti wadudu haribifu, dhibiti magonjwa na shughuli zingine zote zinazohusiana na mambo ya kilimo cha zao husika, ikiwemo korosho na mazao mengine ambayo wakulima wanalima. Mtazamaji, hadi hapa tumefikia mwisho wa makala hii. Leo tumeangazia maendeleo ya kilimo cha zao la korosho katika wilaya ya Manyoni mkoani Singida na mikakati ya serikali kupitia taasisi ya utafiti wa kilimo TARI kituo cha Naliendele pamoja na bodi ya korosho nchini. Kumbuka, kipindi hiki kimeratibiwa na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asante.